Hivi umewahi kujiuliza, miaka 10, 20 kutokea hapa sasa utakuwa wapi? Watoto wako watakuwa wapi? Mke wako atakuwa wapi? Biashara yako itakuwa wapi? Maswali kuhusu kesho yako. Moja ya kitu ambacho kinachanganya akili za mwanadamu ni maswali juu ya hatima yake. Ni maswali juu ya hatima ya maisha yake. Leo tunakwenda kujifunza namna ya kumuuliza Mungu maswali kwa njia ya kimya kimya, njia ya vitendo, halafu Mungu anatujibu kwa namna isiyo ya kawaida. Ziko njia nyingi, lakini ya leo ni ya kumuuliza Mungu kwa njia ya vitendo bila kuongea sana. Tuombe. Ninakushukuru Mungu unayependa maswali. Asante Mungu unayejibu maswali. Kwa somo tu la leo, ninaomba anza kujibu maswali ya mtoto wako sasa, kwa jina la Yesu. Amen. Moja ya kitu ambacho Yesu anakipenda ni maswali. Tena kumuuliza Mungu maswali mazito, maswali nyeti juu ya hatima yako, ya mtoto wako, biashara yako, elimu yako, mke wako, juu ya wazazi wako, taifa lako, maswali nyeti. Juu ya genealogy, ile mwendelezo wa maisha yako. Ukisoma kitabu cha Isaya 45 mstari wa 11, anatoa mwaliko wa kumuuliza yeye maswali. 45:11 Isaya anasemaje huyu Isaya huyu? Maandiko yanasema, Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi, niulize habari za mambo yatakayokuja, na mambo ya wana wangu, na habari ya kazi ya mikono yangu, haya niagize. Mungu Bwana anasema niulize maswali juu ya mambo yako yanayokuja, juu ya ndoa yako inayokuja, juu ya PhD yako inayokuja. Mungu anasema niulize maswali juu ya uhai wako, kesho yake uko upande upi? Kuna wakati unataka kupiga hatua fulani ya maisha, lakini kichwani mwako umebeba maswali mengi. Kuna wakati unataka kufungua project fulani katika maisha yako, kubwa kabisa au ya wastani, lakini kichwani mwako umebeba maswali mengi sana. Mungu anasema usijiulize we hayo maswali. Anasema niulize mimi hayo maswali. Kama kuna kitu ambacho Mungu anapenda ni maswali. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. Maswali yote yasiyo na majibu kwenye maisha yako, kwenye familia yako, kwenye uchumi wako, kwenye mahusiano yako, kwenye kila eneo la maisha yako, Mungu anayo majibu yake. Sasa, ziko njia nyingi za kumuuliza Mungu maswali. Miongoni mwa njia hizo ni za moja kwa moja. Mfano, Ayubu alipoona hali imezidi kuwa tete na hajui chanzo cha yale yanayompata, yanatoka kwa Mungu au yanatoka kwa huyu akakajamaa kakuka ulimwengu huu, Ayubu alimuuliza Mungu maswali, na aliona ni swali gumu sana kwa Mungu, lakini Mungu yeye alimjibu. Hakumjibu kwamba maswali yangu hayo matatizo unayopitia sasa yanatoka kwa shetani au yanatoka kwa Mungu, maana Ayubu hakuwepo kwenye kikao kati ya shetani na Mungu juu ya maisha yake. Ayubu amini Mungu akamwambia Ayubu, je, unaona jinsi dunia ilivyoumbwa? Akampa mfumo wote wa maisha, akamwelezea kazi zake zilivyokubwa. Kimsingi Mungu alimjibu
kwa kumfunulia jinsi alivyo mkuu sana, ili Ayubu afokasi katika ukuu na uweza wa Mungu na sicho anachopitia. Ndipo akasema mtetezi wangu yu hai. Uchi nalitoka tumboni mwa mama yangu, na uchi kaburini nitarudi. Kwa hiyo anavyosema mtetezi wangu yu hai, kumbe hakuna wa kunibabaisha ikiwa Mungu wangu yu hai. Sasa Ayubu aliuliza maswali kwa maneno. Leo tunakwenda kuangalia jinsi ya kumuuliza maswali Mungu kwa vitendo. Ni kitendo kipi ambacho tunaweza kukitumia kumuuliza Mungu? Tunao mfano. Mwanzo 15. Hapa kuna mtu anataka kujua hatima yake, hatima ya uhai wake, na hatima ya uhai wa watoto wake, hatima ya future ya familia yake, na vitu vyake, na msafara wake, na biashara zake, na mifugo yake, na uzao wake miaka ijayo. Nitapataje kujua kama mwisho wangu utakuwa kama Mungu unavyosema? Watu wengi tunaamini ahadi za Mungu, lakini watu wengi bado tuna maswali juu ya ahadi za Mungu. Lakini tatizo lingine, hatujui namna ya kumuuliza Mungu maswali kimya kimya juu ya ahadi ambazo tunaziamini, lakini bado tuna maswali nazo. Kitabu cha Mwanzo 15. Mwanzo 15. Mwanzo 15 inasema, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, Mungu wangu, utanipa nini? Nami nenda hali sina mtoto atakaye miliki nyumba yangu, ni huyu tu Eliezeri Mdameski. Mungu anamwahidi Abraham tena akimhakikishia kwamba mimi ni ngao yako na I am exceeding great reward. Mimi ni zawadi kubwa sana kwako. Hadi kubwa sana. What a blessing. Ni hadi ya ajabu. Lakini Abraham katika maisha yake ana maswali juu ya watoto asiokuwa nao, maswali juu ya familia yake na future yake, maswali ya msingi. Ni kweli na kuamini Mungu wangu? Ni kweli na kuamini Mungu wangu? Ni kweli umeniahidi vitu hivi, lakini mbona sina mtoto na nini? Nini kilitokea? Neno la Bwana likamjia tena mara ya pili, likimjibu swali hili ambalo Ibrahimu anamuuliza Mungu. Sababu Mungu alimuuliza, mimi sina mtoto isipokuwa ni huyu Dameski, huyu Eliazari huyu. Utaniambiaje mambo makubwa namna hiyo ya mimi kuwa exceeding, kwa zawadi na kuwa ngao? Mbona ni vitu vizuri, lakini sasa ngao gani bila watoto Mungu? Mungu akamjibu tena kwa maneno. Neno la Bwana likamjia likinena, huyu hatarithi, huyu bwana Mdameski huyu. Atakayerithi atatoka katika viuno vyako. Ibrahimu akaamini. Anasema Ibrahimu naye akamwamini Mungu na Mungu akamhesabia kuwa ana haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana nimekuleta maeneo haya. Sasa hii ni mara ya pili tena Mungu akamhakikishia. Lakini baada ya kuwa amehakikishiwa Ibrahimu, tunaambiwa kabisa Ibrahimu anamuuliza tena swali. Hili swali la msingi la pili. Swali la pili. 15:8 Mwanzo. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitarithi? Ni kweli umeniambia mambo mazuri.
Ni kweli umeniambia kwamba pamoja na sekeseke linalopita mbele yangu, pamoja na giza na utusi na uona mbele yangu, pamoja na mipango yangu mingi ya safari na mipango yangu ya maisha, umenihakikishia kweli kwamba itakuwa kweli, mambo yangu yatatoa matokeo, yatazaa watoto, yatazaa matokeo. Lakini Mungu, nimekuamini na wewe umenihesabia kuwa na haki. Lakini Bwana wangu, lakini Mungu wangu, nitapataje zaidi kujua haya mambo ya kwamba yatatokea kwenye maisha yangu? Nitapataje kujua mwaka huu nitauvuka? Lakini Mungu wangu, mimi mtoto wako mzuri, nitapataje kujua ya kwamba nitakuja kufikia hatua na mimi nikawa na familia yangu? Nitapataje kujua hiki ninachokianza sitaishia kupata hasara na kinakwenda kuwa baraka vizazi na vizazi? Haya ndio maswali ya msingi. Mungu akampa njia nyingine ya kumuuliza tena maswali, njia ya kimya kimya, ambayo ndio msingi wa somo letu la leo. Anasema akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3, mbuzi mke wa miaka 3, kondoo mume wa miaka 3, na hua na mwananjiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea kwa mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipokuja juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Na jua lilipokuchwa, usingizi mzito ukamshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata taifa lile watakalowatumikia nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali mengi, lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado. Mwisho, ikawa jua lilipokuwa likiwa giza, tazama, tanuru ya moshi na mwenge ukawaka kupita kati ya vile vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa wa Frati. Mara ya kwanza Abraham alimuuliza maswali Mungu. Kwanza Mungu alitoa ahadi kwamba utakuwa na thawabu kubwa, nami nitakuwa ngao yako. Ibrahimu akamuuliza swali, Mungu, nawezaje kupata mambo haya ukizingatia sina mtoto, sina nini? Mungu akamhakikishia kwa maneno. Lakini Ibrahimu hakuridhika, japo alimwamini Mungu na Mungu akamhesabia kuwa haki. Alafu akamuuliza tena swali, akamwambia, Bwana, nitapataje kujua ya kwamba hayo unayosema yatakwenda kunitokea? Nitapataje kujua hatima yangu na ya watoto wangu na ya maisha yangu na ya taifa langu? Nini kinakwenda kunipata? Na je, nitamalizaje hiki ninachokianza? Unajua, unaweza ukaanza jambo lakini unataka kujua hivi nitalimalizaje? Nitalimaliza vyema au sio? Mungu akasema, sasa umeniuliza maswali ya maneno mengi, naomba unikupe njia nyingine ya kuniuliza maswali. Niulize maswali kwa njia ya kunisogezea sadaka, kwa njia ya kunisogezea sadaka. Wakati Ibrahimu anatarajia Mungu amjibu, Mungu akamwambia Ibrahimu, sikiliza, niletee sadaka kondoo wa miaka 3, mbuzi jike wa miaka 3, na ndama wa miaka 3, na ua na njiwa. Niletee sadaka. Kuna wakati Mungu anataka sasa umuulize kwa vitendo, kwa njia ya sadaka, kwa njia ya kumtolea Bwana sadaka, ili Mungu aseme tena kwa wakati huu mwingine. Na wakati huu mwingine atakaposema, hatasema mambo ya kawaida. Halafu
kuna wakati unataka Mungu akupe maelezo kwa njia ya mchanganuo, detailed explanations. Hii huwa inatokea tu kwa wale ambao baada ya kumuuliza Mungu na akawapa majibu ya jumla jumla, wanamuuliza Bwana kwa njia hii ambayo Mungu alimfundisha Ibrahimu, kwa njia ya kumtolea Mungu sadaka. Sadaka za wazi, sadaka za siri, katika sehemu ya kutaka kujua hatima ya maisha yako na ya familia yako na ya kizazi chako. Mungu akamjibu. Mungu akamjibu. Lakini jambo la pili, wakati Ibrahimu ametoa sadaka na ameziandaa sawasawa na mfumo wa agano ambao ulikuwa kwa wakati wao, kwa kuzikata katikati ili ziwekwe tayari kwa ajili ya kuingia agano na Mungu kupitia sadaka zake, Ibrahimu hakupuuzia sadaka yake, aliilinda. Anasema akakaa akailinda. Ibrahimu akalinda sadaka ambayo amemtolea Bwana, akailinda sadaka aliyomtolea Bwana. Ndege wakaja wakataka kuila ile sadaka, Ibrahimu akawafukuza. Sasa tunajifunza nini? Jifunze kuilinda sadaka yako. Sadaka yako, nataka nizungumzie, kuna kitu nakita desire au matamanio, na kuna kitu kinaitwa expectation au matarajio. Ukichukua unachotamani kukipata, ukichukua unachotarajia kikupate, unachokitarajia kina nguvu kubwa kuliko unachotamani kukipata. Watu wengi wanatamani kupata, lakini wanatarajia kukosa. Yaani unatamani kupata familia nzuri, unatamani uhai wa muda mrefu, lakini unatarajia kuchinjwa, unatarajia kupata matatizo, unatarajia kupata ajali. Yaani unapanda kwenye gari, kuna watu wanapanda kwenye safari gari au ndege au treni, wakati aliomba akitamani Mungu amfikishe salama, lakini anapopiga hatua kuingia kwenye chombo cha usafiri, kichwani mwake anatarajia maajali, anatarajia kuibiwa. Yaani unachokiomba na unachokitarajia kina tofauti. Kuilinda sadaka yako ni kubaki ukitunza kumbukumbu ya matarajio mema kutoka kwa Mungu. Imani ni kutarajia mambo ambayo Mungu amesema yatatokea kwenye maisha yako, yanatokea. Mashaka ni kutarajia mambo yaliyo hasi, kinyume na vile ambavyo unavitaka kwenye maisha yako. Kwa unaweza ukaamua maisha yako ukayajenga kwenye kutarajia yaliyo mema. Sasa sadaka inakuwa na nguvu kama itaunganishwa na matarajio yaliyo mema. Sadaka yako inakuwa na nguvu kama sadaka hiyo utaendelea kuilinda kwa kuinenea mema, kwa kuendelea kunena na kulinda maneno hasi yoyote yasije yakakuteka ukajikuta umeanza kunena kinyume na maneno uliyoyanena katika ile sadaka ambayo umemtolea Bwana. Nini kilitokea? Usiku Ibrahimu akiwa amechoka, usingizi ukampitia, ndipo Mungu akanena kwa awamu nyingine. Wakati huu anatoa ufafanuzi kwamba watoto wako watapitia wakati mgumu kidogo, nchi yako itapitia wakati mgumu kidogo, familia yako kuna kipindi itapitia nyakati. Inaweza kuwa ni kirefu sana, kikafika miaka hata 400, lakini baada ya hapo watatoka. Sikiliza majibu ya sadaka. Watatoka, na wakitoka watatoka wakiwa na mali mingi, si watu wa kawaida. Alafu Ibrahimu, nataka niongee na wewe Ibrahimu. Mungu anamwambia Abraham, nataka niongee na wewe Abraham. Unajua Abraham, kwa swali hili ambalo nimekuelekeza ni jinsi ya kuniuliza kwa njia ya kunisogezea sadaka na kunitolea sadaka. Sikiliza Ibrahimu, wewe utaishi uzee mwema, utakufa katika uzee mwema. Maana yake nini? Mungu anamtabiria Abraham good ending, mwisho mzuri,
mwisho mzuri. Ni wakati gani Mungu anamtabiria Abrahamu mwisho mzuri? Ni pale Abrahamu alipotii maelekezo ya Mungu ya kumtolea sadaka kwa ajili ya njia ya kupata majibu ya maswali mazito, maswali nyeti ambayo amemuuliza Mungu. Lakini kuna kitu cha kujifunza kwenye namna ya kutoa hii sadaka. Bwana alipomwelekeza huyu Ibrahimu niletee vitu fulani, alikuwa anajua, kwa sababu alijua hii si sadaka ya kawaida, ni sadaka ambayo tunaingia agano na Mungu. Utaratibu ulikuwa kwa hivi zamani, ili uweze mfalme mkubwa akienda akateka wafalme wadogo wadogo waliomzunguka, akafanya vita nao akawateka, katika siku ile ambayo wanakuja sasa kukubali kuwa chini ya huyu mfalme mkubwa, walipasua watu au wanyama. Hata kitabu cha nafikiri Ezekiel kimetoa mfano mmoja. Alafu wale watu au wale wanyama waligawanywa vipande viwili. Mfalme mkubwa alikaa kwa juu. Hawa wadogo wadogo hawa ambao ndio wametekwa walikuwa wanapita katikati ya ile mizoga ya wale wanyama waliokatwa vipande viwili. Katikati inabaki sehemu, afu kuna damu zinatiririka katikati. Atapita yule mfalme mdogo mbele ya mfalme mkubwa akitangaza, mimi nitakuwa mwaminifu, nitakuwa royal kwa ufalme wako, mfalme mkubwa. Na kama ikitokea nimeenda kinyume na maagizo yako, mfalme mkubwa, au ikatokea nikaonyesha dalili ya kuasi, ninaomba unikate vipande viwili kama ulivyowakata hawa watu. Unipasue vipande viwili kama ulivyompasua huyu ndama. Unipasue vipande viwili kama ulivyompasua huyu mbuzi jike. Baada ya hapo wanakuwa wamefunga agano. Cha ajabu katika stori yetu hii ya leo ni kwamba Mungu mwenyewe, Ibrahimu alitarajia Mungu akishafika wakati amwambie pita sasa, kuonesha kwamba hayo uliyoyatoa na hicho nilichokuambia kitakuwa Mungu wako mwenyewe. Ndiye akapita katikati ya vile mizoga iliyochanwa vipande viwili vimetengwa, akapita katikati kwa njia ya mfumo wa chungu kinachotoa moshi na nini na moto. Moshi na moto. Kwa nini tunajua huyu ni Mungu? Kwa sababu alipokuwa akiwasafirisha wana wa Israeli jangwani, usiku alisimama kama nguzo ya moto, mchana kama wingu jeupe. Kwa akapita pale, akapita. Bwana akatangaza, Bwana akamtangazia. Ibrahimu akajua, hapa Mungu anachosema, kama sitakufanyia hicho ambacho nimekujibu katika maswali yangu, mimi Mungu nikatwe vipande viwili, mimi Mungu niuawe. Vinginevyo nataka nikuhakikishie Ibrahimu, mimi nitafanya hicho ambacho nimesema nitakifanya. Usiwe na wasiwasi kabisa. Ibrahimu akamwamini Mungu zaidi kwa viwango vya juu, na ndio maana hakuwa na wasiwasi tena hata alipoambiwa mtoe mtoto huyo wa pekee. Maana alijua Mungu aliwahi kula kiapo kutoka katika sadaka zake kwamba nitakufanyia nitakachokufanyia. Ngoja nikwambie, kuna uhusiano mkubwa sana kati ya sadaka zako na hatima yako. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya sadaka unazotoa na familia yako, hatima yake. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya uchumi wako na sadaka zako. Kimsingi, watu wa Mungu wote kabla hawajafanya jambo lolote kubwa na la muhimu, walimtangulizia Mungu sadaka. Kusoma Mwanzo 8 mwishoni na 9:1, walipotoka katika safina, Nuhu na watoto wake, jambo la kwanza kabla hawajafanya jambo lolote, Nuhu alimtolea Bwana sadaka, kajenga madhabahu, akamtolea Bwana sadaka. Harufu nzuri ilipopaa mbinguni, Mungu akasema, ninaapa sitaweza kuchoma na kuharibu tena hii dunia. Kwa nini tunajifunza mambo haya? Tunajifunza mambo haya kukukumbusha,
Kabla hujaanza hatua yoyote ya maisha, mtolee Mungu sadaka juu ya hayo unayohitaji mbele sasa, kabla hujafikia wakati huo. Kabla hujaanza kumpeleka mtoto wako shule, mtolee Mungu sadaka. Kabla hujaanza kufungua mradi wowote mkubwa, mtolee Mungu sadaka. Kabla hujaanza kutafuta majibu ya kidunia kwenye maswali ya msingi juu ya hatima ya maisha yako, siku hiyo msogezee Mungu sadaka. Kama kuna jambo linakupa hofu kwenye maisha, ujui hatima yako itakuwaje, uhai wako mwisho wake utakuwaje, chochote, na umeshamuuliza Mungu maswali mengi, amekujibu, lakini bado kuna ka elementi kadukuduku, Mungu akamfundisha Ibrahimu na Mungu anakufundisha wewe. Wakati huu tolee Mungu sadaka. Hebu fanya vitendo, alafu mimi Mungu nitasema tena kwa ufafanuzi in details. Watu wengi wamefanya hiki kitendo na maisha yao hayajawa ya kawaida. Nikuulize swali, hivi unajua nini hatima ya hiyo ndoa ulionayo? Nikuulize swali, hivi unajua nini hatima ya watoto wako wa kiume hao wazuri ambao Mungu amekupa? Hivi unajua miaka 20 ijayo mtoto wako huyo wa kike atakuwa wapi? Hivi unajua rafiki yangu, maisha yako ya sasa hapo ulipo, kesho yako miaka 10-20 ijayo nini kitatokea? Nataka nikutie moyo. Umekuwa unamuuliza Mungu maswali mengi, jifunze, ongeza na hii, muulize Mungu kwa vitendo, kwa njia ya sadaka. Naye atasema nawe katika njozi kwa ufafanuzi. Naye atasema nawe kupitia watumishi mbalimbali katika mafunuo atasema nawe. Naye atasema nawe na atakupa uhakika. Je, maisha yako yamekuwa yamejaa wasiwasi juu ya future? Yamejaa hofu juu ya kesho yako na unashindwa ufanyeje? Unaposikia milio ya risasi, unaposikia milindimo na habari zenye kuvunja na kuyeyusha moyo, je, na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanasema hivi, nitafanyaje? Mwisho wangu jamani, hii nchi yangu, maisha yangu, watoto wangu, hivi tutafika kweli? Hayo maswali usijiulize wewe. Hayo maswali muulize Mungu wako. Umuulizeje? Njia bora ya kumuuliza Mungu kimya kimya, muulize Mungu kwa njia ya kumsogezea sadaka. Sifa ya mcha Mungu wa kwenye Biblia alikuwa ni sadaka. Kufanya maisha yako kuwa sehemu ya sadaka, kama ambavyo watu wa duniani wa giza wanafanya na kuagizwa na miungu ya dunia hii wanayoiabudu. Wewe baba yako si Ibilisi. Ibilisi amekopi na kupesti mifumo ya Mungu akaigeuzia kwake iwabariki watu wake. Kuna mtu mmoja alikuwa analima shamba la nyanya eka 20. Kabla hajafanya chochote kwenye shamba lile, kabla jembe la kwanza halijachimbwa, anakwenda kumtolea sadaka Mungu wake kwa kuchinja jogoo na kumwaga damu. Wewe kwa Mungu wako mwenye nguvu na uweza wote unaingia naye agano kwa kumwaga nini? Sisi tunasema tunamrudishia Mungu sadaka kwa kugusa yatima, kugusa kazi za Mungu, kugusa wachungaji, kugusa watu wenye shida, magereza. Yani unatoa sadaka kwa kadiri Mungu atakavyokupa mafunuo na mifumo ambayo ameshaifunua, ambayo tayari unauelewa nayo. Nataka nikuhakikishie, nataka nikutoe wasiwasi, Mungu wako ni mwaminifu. Hazitakwenda bure. Atanena kama alinena kwa Ibrahimu, atanena na kwako. Je, unasema mtumishi wa Mungu, na mimi nahitaji kuona, sina wasiwasi juu ya kesho yangu? Unasema mtumishi wa Mungu, na mimi nahitaji uzee mwema. Nahitaji pamoja na changamoto ambayo tutapitia, mwisho wake nitoke mshindi kama uzao wa Ibrahimu. Kwa sababu nataka nimfurahie Mungu wangu. Kwa sababu nataka kuona maombi yangu Mungu akiyafanya kwa vitendo. Ikiwa ndio tamanio lako, Mungu akutendee. Nuru ya uso wake kuangazie. Baraka zake zikufuate siku zote za maisha yako. Baba, ninakushukuru sana kwa maana umetufundisha mambo makubwa. Ziko namna nyingi za kukuuliza maswali.
Ibrahimu baada ya kuuliza maswali mara ya 2, mara ya 3 ulimwambia nisogezee sadaka ng'ombe, ua, njiwa na mbuzi. Bwana, hata sisi unatukumbusha alichokifanya Ibrahimu ilikuwa ni kanuni. Kabla hatujafanya chochote kwenye maisha yetu, tupate fedha ya kukutolea kama sadaka, tupate vitu vya kukutolea kwa watoto wako kama sadaka, tupate nguvu na rasilimali nguvu zetu tutakazozitoa kama sadaka na kuziungamanisha na future yetu. Tunaomba Bwana, kuanzia sasa mtoto wako anapochukua maamuzi ya kutembea katika mafunuo haya na kufanya kwa vitendo kama Ibrahimu alivyofanya, kwa vile ambavyo Mungu utakwenda kumtendea, Bwana akafurahie sana. Ninatazama, ninamwona akianza kuona majibu ya maswali magumu ya maisha yake, ukimjibu wakati akiwa ametulia tu, anaendelea kugusa kazi zako na kugusa watoto wako na kugusa maslahi yako. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni, maana ufahamu wake umekombolewa. Asante Mungu wa mbinguni, maana naona manguvu yale ya kale kajamaa yaliyofeli yakiachia na kuteketea kwa jina la Yesu. Asante Mungu wa mbinguni, maana tole wasiwasi wa kudhani atapotelea katika ziwa la moto kupitia sadaka zake na maombi yake na maswali yake kwako, vyote vinateketea kwa jina la Yesu. Utukufu wako ni mkubwa, ukamfunike kila hatua atakayopiga. Ukuu wako ni mzuri na ni mkubwa, ukawe juu yake katika siku zote za maisha yake, katika jina la Yesu. Amen.